وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وبعد. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashekhe na wanafunzi wenzangu, mada niliyochaguliwa au iliyopangwa nizungumze ni kuhusu changamoto za utafutaji wa elimu. Inshallah nitajitahidi nifupishe, nisirefushe, tukiziita naqd baadhi au tukiziita ni maoni pia zote ni sawa. Ijapokuwa mimi ilikuwa katika fikra zangu mashekhe zetu kama wangekuwepo ingekuwa ni bora zaidi, kwa sababu baadhi ya mazungumzo yanayozungumzwa huwa yanarudi kwao, lakini pengine inshallah yatawafikia hivyo hivyo. Katika hii aya ya Qur'ani niliyotangulia kuisoma, kama tunavyojua ni kisa cha Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi walipokuwa katika pango, walipotoka katika ule usingizi mrefu, walijihisi wana njaa na wakawa wanatafuta njia ya kuweza kupata chakula. Kwa hiyo walimtuma mmoja wao na kumpatia zile pesa au zile hela kitanzania, kumpatia zile hela ili aweze kufanya nini? Kuwapatia chakula. Lakini tuangalie hii aya yasema nini? Innahum in yadhharu alaykum yarjumukum. Kwa sababu wao walikuwa na lengo, walikuwa na hadaf. Wao walisimama kupambana na ile nidhamu iliyokuwepo wakati ule, kwa sababu ilikuwa nidhamu yenyewe anayeabudiwa alikuwa sio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndicho kitu kilichowatoa wakaenda kujibana kwenye pango kama ile. Kwa hiyo wao kitu kilichowatoa ni kwa ajili wao ilikuwa wanampwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wana imani ya Mwenyezi Mungu mmoja Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo iliwafanya wao wakatoka katika mji kama ule wakaenda kujibana kwenye pango kama ile. Kwa hiyo walijaribu kutaka kupanga mikakati, kumweleza yule aliyekuwa anataka kwenda mjini kutafuta chakula kuwa wewe unapokwenda nenda kwa hadhar, kuwa makini, kuwa mwangalifu. Kwa sababu gani? Ikiwa utawala ambao sisi tumeukimbia utakushtukia au utakutambua, tutarudishwa katika lile jambo ambalo sisi tumelikimbia, kwa sababu sisi tulikimbia kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa iwapo wewe utatoka bila mipangilio, tutarudishwa kule kule. Kwa hiyo ni lazima uwe na mikakati. Angalia ni kitu kidogo tu hiki ambacho nini? Wanataka kwenda kutafuta chakula, lakini waliipanga ile mikakati. Kwa sababu gani? Ile mikakati ya kwenda kutafuta chakula isije ikapambana na lengo lao, isije ikaharibu lengo lao, kwa sababu wakiwa watagundulika lile lengo litaharibika. Kwa hiyo wakawaambia inatakiwa uwe makini usije ukajulikana. Tukirudi tukiangalia katika maisha tunayoishi, kuna kuwa na tazahum, msuguano au mkwaruzano kama wanavyosema maulama wa usulul fiqh, ambapo tazahum sisi tumezoea katika usulul fiqh tunasema sio katika at-tanaqudh au at-ta'arudh, mfano baina madlulay dalilain min haythu al-ja'l,
sio katika ulimwengu wa nasi, kwa kuwa nasi imegongana na nasi au dalili imegongana na dalili. La, ni katika alamu tatbiq. Tunapoingia katika kutekeleza, yote mambo mawili au ni matatu ni manne, yote ni mambo ambayo yako sawa, lakini katika kutekeleza haiwezekani isipokuwa kulifanya jambo moja. Kwa hiyo yatakikana wewe, ikiwa haya mambo mawili au zaidi ya mawili yamegongana, hakuna uwezekano, kwa maana hakuna uwezekano wa kuyafanya yote. Je, wewe utafanya kitu gani? Inabidi ukitangulize kile chenye umuhimu zaidi. Ikiwa yote yanafaa na yote ni mazuri na haiwezekani kuyafanya kwa yote, utafanya nini? Utayaacha yote? Haiwezekani. Au pengine utatanguliza lile ambalo halina umuhimu zaidi? Haiwezekani. Inabidi uangalie lile la umuhimu zaidi ulitangulize. Kwa hiyo ni katika maisha mambo haya yanapatikana, sio katika usulul fiqh kama tunavyosoma tunabaki pale pale. Hapana, ni katika maisha ya binadamu. Mimi ninapotoka nyumbani, ni mtoto mdogo, nikaacha kwenda kusoma secondary school au primary school, nikaamua kuingia hauza, kwa maana kulikuwa na mambo mengine mimi naweza kuyafanya. Ni kwa nini nikatanguliza lile? Ni kwa maana mimi nimeliona kwangu, mimi nimeliona hili lina umuhimu zaidi. Kwa hiyo ikiwa nimeshaliona kwa kwangu lina umuhimu zaidi kuliko yale mengine niliyoyaacha, ni lazima ule umuhimu mimi nijaribu kupangilia mikakati, kwa sababu kuna changamoto, na changamoto zenyewe ndizo hizi tahadiyat, mikwaruzano. Hakuna uwezekano wa wewe utafanya kitu bila ya kuwa na mambo mengine ambayo pengine yanaweza kukushawishi wewe usikiache kile kitu ushike mambo mengine. Kwa hiyo kuanzia wewe uchague kuingia katika madrasa ya kidini, kusoma elimu za Ahlul Bait alayhimus salam, au kusoma Qur'ani, kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kuna mambo mengine wewe umeacha ukaamua kuingia huku. Sasa tujiulize, je, umepanga mikakati gani ya kuweza kufikia lengo kama hili? Je, umeingia tu kwa kuwa mimi pengine wazazi wangu hawana uwezo wa kunilipia mashule ya serikali, kwa hiyo mimi nimekuja hapa madrasa ya kidini? Au la, kuna mikakati umeipanga? Ikiwa utakuwa umekuja tu kwa sababu wazazi hawana uwezo wa kukulipia, basi ina maana umekuja kupoteza wakati wako. Kuanzia leo afadhali uende ukatafute kazi ufanye, kwa sababu hakuna lengo lolote wala hakuna natija yoyote utaifikia. Kwa hiyo unapoingia, la kwanza umeingia na umeshapanga, mimi nataka nifikie kiwango fulani, mimi nataka nijue elimu ya Ahlul Bait alayhimus salam. Kitu cha kwanza ni wakati, zama, kwa sababu wewe unapoingia una muda kwa siku wa masaa 24. Lazima uyapangilie haya masaa. Utasoma muda gani? Utapumzika muda gani? Isije mimi ikawa nimeingia madrasa, yale masomo ninayosoma madrasa ndio masomo ninayotosheka nayo. La, sitofika popote. Man talaba al-ula tayib, ni lazima ukeshe usiku, ni lazima usumbuke. Mwalimu hawezi kukupa kila kitu. Atakachokukupa yeye ni kichache zaidi kuliko utakachokukipata mwenyewe kwa kusumbuka mwenyewe. Mwalimu atakupa ni mawili matatu tu, kwa sababu miaka ni 4. Wewe huwezi ukaniambia mwalimu atakupa kila kitu kwa muda wa miaka 4. Ni lazima mwenyewe uhangaike. Usipohangaika ukautumia muda wako, utakuwa umepoteza kila kitu. Wenzako uliowaacha nje, waliokwenda kuhangaika kule kutafuta maisha, utawakuta watu maisha yao yameshakuwa mazuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamepangilia. Ndio nikatanguliza aya kama hii, na hizi aya zipo nyingi. Hata Nabii Allah Musa pia alipotaka kutoka kuelekea Madian, alipoambiwa kuhusu unatafutwa, alifanya nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema,
fakharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin. Alikuwa anatoka kimtegesho kwa sababu ana malengo yake, anajua mimi nafanya nini, au anajua mimi nataka kufanya kitu gani. Kwa hiyo ni lazima uwe na mipangilio, ni lazima uwe na mikakati, kwa sababu changamoto ni nyingi, tahaddiat zipo nyingi. Usipokuwa na mikakati, usipokuwa na mipangilio, huwezi ukafikia malengo yako. Utasoma mwaka mmoja, miaka miwili, ndio wale wanaoingia hauza baada ya mwaka, akienda likizo harudi tena, kwa sababu yeye hajui malengo au hakupangilia kabisa. Yeye amekuja au ameona wenzake waja naye amewafuata. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuwa na subra. Wajua, katika jamii zetu kumezoeleka haya ninayozungumza kwa sababu ni tajruba shakhsia. Kuanzia mimi nitoke markazi Ahlul Bait, nilikuwa na kina Sheikh Salman Qasir, ndugu yetu Sheikh Abdul Fadhl al-Abbas na Sheikh Ali Ammar pia. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kuanzia wakati ule mpaka leo bado nasoma, na mtu akiniita shekhe ihtiraman ninamuheshimu kwa kuwa siwezi kumjibu, lakini mimi ni mwanafunzi mpaka leo. Allahumma salli ala Muhammad. Usiogope kuitwa mwanafunzi, wala usisome miaka miwili mtu akaja kukwambia utamaliza lini wewe, kwa sababu ishazoeleka kwenye jamii. Anayekwenda university, anayekwenda chuo kikuu, anachukua kozi ya miaka miwili, akitoka ameshapata takhasusi yake, anakwenda kufanya kazi, anapata pesa. Wewe onekana wasoma tu humalizi. Utamaliza lini shekhe wewe? Wasoma siku zote. Wewe msikilize, ikiwa utaweza kumjibu mjibu, ukiwa huwezi mwambie inshallah karibu nitamaliza. Mimi nimewajibu watu inshallah, mpaka wengine anambia inshallah yako imetuchokesha, kwa sababu huna la kuambia. Wewe wajibu inshallah, ukiambia bado muda gani, mwambie mwaka inshallah, nikirudi mwakani nishamaliza. Ukirudi mwakani kuuliza inshallah mwakani nishamaliza. Wewe endelea na inshallah. Kwa sababu gani? Una malengo yafikie. Ukiacha kati nyuma ulipotoka huwezi kurudi tena, na unapokwenda pia hukufika, itakuwa ina maana gani? Sisi wajua tunashawishiwa. Utampata mtoto ametoka hapa, amekwenda ni Najaf, amekwenda ni Karbala, amekwenda ni Qum, au amekwenda Lubnani, amesoma miaka miwili mitatu, iwe ni yoyote, amekuja kukufuata. Shekhe, wewe umesoma alhamdulillah, ulipofika yatosha, njoo shekhe tutatafuta mashekhe. Basi mbio, alhamdulillah nimeweka kilemba changu kimefinika masikio, mbio narudi. Si mambo ya dhihaka, ni mambo ya kweli. Mimi nishafuatwa haipungui mara 50 mashekhe. Ninawaambia kuhusu tajruba nilionayo mimi. Ikiwa itakuwa huna mikakati ya kupambana na changamoto hizi, wewe utaacha masomo yako urudi hapa, kisha utajikuta huna kitu. Mwisho kurudi kule huwezi, na kuacha huku huwezi. Ndio pale ukipewa 80,000 utalalamika. Utalalamika paka lini? Sisi kweli mashekhe wenzangu waliozungumza wanazungumza kujitosheleza kiuchumi. Ni kweli kujitosheleza kiuchumi. Nani aliyezungumza kuhusu kujitosheleza kielimu? Kwa nini siku zote sisi tuwe muqallidina? Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kwa nini tusiwe na maraji wetu? Tumezoea siku zote sisi tuqallidi tu. Kwa nini hatupeleki vijana tukawaandaa sisi hawa, wasipofika marhala ya marjiia wafike ala al-aqli ijtihadi? Kwa nini hatuwezi? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kwa hiyo muda tuuchunge na kutochoka. Usije ukatiwa vishawishi. Hata si kitambo mimi nakumbuka hii safari hii nipo Mombasa, nikakutana na ami yangu mwingine, huwa hatukutani sana. Kawaida mimi nikiingia Kenya nampigia simu, nikitoka niko Nairobi nitakuruka nampigia simu, namwambia ammi mimi nasafiri. Ammi si mnamjua, baba mdogo au mkubwa? Huyo ni baba mdogo. Naambia ammi mimi nasafiri, ananiambia wewe mbona una? Namwambia kawaida ni mbio tu. Sasa mara hii nikakutana naye ghafla Mombasa,
Anambia bwana huonekani, mimi kwangu ni pale. Akaniishiria karibu mara 4-5. Akamwambia sawa inshallah, kwa sababu alikuwa Lamu ameondoka yuko Mombasa. Akaniambia wewe siku zote wasoma utamaliza lini? Nikamwambia wewe ulipokuwa wasoma ulichukua miaka mingapi? Yeye amesoma Sudani, amesoma Misri, amesoma Algeria, akarudi tena Sudani. Kuanzia mimi ni mdogo nasikia tu kuna ami yako iwasoma. Mpaka nimekuwa mkubwa, nikamwambia kwa hiyo nimechukua sunna zako. Basi akanyamaza kimya. Sasa si kila mtu awe na mipango yake, kwa sababu wewe usisubiri bwana shekhe ataka kukupeleka ni shekhe ni muhindi. Njoo shekhe tufanye kazi, muulize kwani Tanzania hakuna mashekhe waliofika kiwango hiki? Ikiwa ni kiwango cha risala amalia, alhamdulillah. Kenya na Tanzania wamejaa. Au hatuna mashekhe wa kusomesha risala amalia? Kwa nini unakwenda kule mbio unarudi? Unarudia kitu gani? Sisi lazima tuwe na mikakati. Hizi ni changamoto muhimu, yani tusifikirie ni mambo ya dhihaka, kwa sababu tutakwenda tukirudi. Sisi mpaka lini tutategemea Najaf na Qum? Hivi watakuniambia hii markaz tulionayo hapa, hatuwezi tukaweka mikakati sisi kesho tukatoa nini walimu hapa, ambapo unaweza ukampeleka sehemu yoyote, tusitegemee tena Najaf wala Qum? Kwa nini tukitaka kusomesha Lum'a tupeleke Najaf au Qum? Kwani hatuna mashekhe? Utapata mashekhe wamesoma, wamefika kiwango kikubwa, wakirudi na kuja kusomesha risala amalia, wanafundisha akhlaqi, wanafundisha aqaidi, sio wanafundisha nahul wadhih. Ndo malengo. Tutafika lini? Kwa sababu angalia ni mashekhe, ikiwa ni kuandaa mubalighina, tunaweza kuandaa kwenye vituo hivi vyetu. Usiniambia utapeleka wanafunzi nje kwa miaka 2 ati utakuandaa mubalighina. Hakuna bwana. Hapa tunaweza kuandaa mashekhe wetu wamesoma, sisi tumesoma kwao mashekhe wazuri. Kwa hiyo sisi usisubiri mtu akupangie. Panga mwenyewe, uwe na ratiba yako, wewe atakufanya nini na atakufika wapi. Ikiwa utasubiri upangiwe, basi ndipo pale siku zote tutakubali kuendeshwa na watu. Hatutoweza kwenda na miguu yetu. Wewe usiambiwe simama na miguu yako. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kwa sababu ikiwa utaniambia kweli tujenge uchumi, lakini ratiba anayekupangia ni mwingine, utakuwa bado uko chini yake, utakwenda na zile system zake. Wewe soma ufikie sehemu, kesho utumuhitaji mtu, ukiambiwa mambo ya marjia nini, naambia sawa, mimi si qalid, mimi mwenyewe na nini nafuata nini zangu. Si ndivyo inavyotakikana? Hizi hauza zetu zina uwezo wa kutoa wanafunzi wazuri, lakini hatuna mikakati. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa kaannahum bunyanun marsus. Kabla ya hiyo aya nasema lima taquluna ma la taf'alun. Kwa sababu siku zote tuwasema, utampata shekhe aweza kuja kusimama hapa akakwambia mashaallah, akazungumza, wewe utafikiri ameteremshwa kutoka mbinguni, lakini katika vitendo vyake utaona ni tofauti kabisa na mambo anayoyazungumza. Ni kitu hakikubaliki. Yani ni lazima kile mimi ninachokizungumza nikifanyie kazi, kwa sababu Mwenyezi Mungu haangalii ndimi zetu bwana. Mwenyezi Mungu anaangalia matendo yetu. Tukikaa tukizungumza sana tutafika wapi? Hatutafika popote. Kwa hiyo mimi nitatosheka na haya mawili. Wacha nimalizie kuhusu mambo ya uchumi yaliyozungumzwa. Sitoingia katika takhasus ya Sheikh Abdul Fadhil, hapana. Mimi ninaangalia upande mwingine, kwa sababu tumezoea, tunaambiwa siku zote tujitegemee kiuchumi. Ni kweli tujitegemee kiuchumi, lakini tumetoka timing, tumetoka kwenye khati ambayo kama nilivyosema kuhusu malengo. Wewe ukiwa una malengo kuanzia mwanzo, una lengo gani? Una lengo hata kumfanya biashara? Kwa nini umekuja hauza? Umekuja kufanya kazi gani? Ungekwenda ukasomea biashara. Ikiwa ni hivyo, sisi kwenye hauza zetu, kwenye madarisi zetu, tuandae wafanyi biashara ambao wataziendesha biashara zetu. Hivi sasa madarisi zetu zafa kwa sababu mashekhe wenda mbio kufuata riziki. Kweli wewe unampa 80,000, shekhe atakwenda mbio kutafuta. Sasa ndio malengo yanayotakiwa haya? Kweli atakana sisi kama alivyosema Sheikh Ahmad hapa, ziwe ni zile biashara ambazo hazitogongana na malengo yetu.
Ndipo nakumbuka maneno ya Said Kamal mwaka jana alituambia, asema al-Imam al-Hussein alayhi salam alipotoka alisema nini? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Asema mimi sitoki kwa ajili ya mambo ya upuzi au kuleta uharibifu, si ndio? Alisema mmetoka kufanya nini? Litalab al-islah, si ndio? Kwa hiyo alikuwa na mikakati, alipanga mikakati yake kutaka kuleta islah, si ndio? Kutengeza yale mambo ambayo yameharibiwa. Kwa hiyo chochote mimi na wewe tutakachokifanya ya akaendana tofauti na haya aliyoyanena Imam Hussein, sisi tutakuwa tumeingia wapi? Katika kuharibu, hatu kuingia katika kutengeza. Kwa sababu kuna mambo tunayafanya yanaendana tofauti na yale malengo na maamrisho na mafunzo ya Ahlul Bait alayhimus salam, au na mafunzo ya maasumin alayhimus salam. Kwa hiyo ni lazima tuwe na mikakati. Ikiwa shekhe atakuwa yeye hisabu zake ni biashara, kwa hiyo akiingia darasani fikra zake zote ziko kwenye biashara. Yule mwanafunzi pale amekuja ni masulia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nitakwenda kuulizwa. Lazima nitekeleze ule wadhifa na lile jukumu nililopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nenda mbio kama gari kutafuta riziki, kisha najiita shekhe. Shekhe wa kutoka wapi? Si nikafanya biashara. Kwa nini nikae darasani nidanganye watu? Ni lazima tuwe na malengo, tusije tukaambia watoto wanafunzi wajitegemee, imekuwa fikra zetu sisi tumetoka, imekuwa ni biashara tu. Hauza zetu zafa. Sisemi kwa watu wawe maskini waombaomba. La. Tujitegemee kweli, lakini ni lazima tuangalie mbinu na njia za kujitegemea, tusitoke kwenye malengo. Kwa sababu ikiwa lengo sisi ni kunini, ni kuelimisha jamii. Hivi sasa kuna hizi vita wanaziita vita laini, sio baridi, alharbu naima. Hizi Sheikh ni maksudi, wewe waweza kuja ukaletewa fikra ukaziona ni fikra mzuri. Ndio yule msomi aliandika kitabu chake anaita almaraya almuhaddaba au almaraya almuqaara. Unapokwenda ukakaa kwenye kioo, kile kioo kina crack, kina mpasuko, wewe mara nyingine unaweza kushangaa kichwa chako kimekaa sampuli, sio si kichwa chako bwana, kile kioo kina mpasuko. Kwa hiyo wewe unapokuja kushawishiwa utaona pengine haya malengo yangu, haya malengo yamekwenda kombo kama kichwa. Si kichwa, ni kile kioo ndo kina tatizo, kwa sababu kina mpasuko. Ukiangalia wewe una kichwa kingine kimekaa huku, mara nyingine utaanza kushikashika angalia ni kweli kichwa changu kina nini, lakini kichwa chako kiko sawa na kile kioo. Kwa hiyo tusiangalie kwa mtazamo wa kioo ambacho kina mpasuko, tutazame kwa mtazamo wa kioo ambacho kiko sawa. Kwa hiyo hizi ni changamoto ambazo nimezipitia mwenyewe, na kuna mengi ambayo sikuyasema kwa sababu sio kila kitu cha semwa. Kuna mengine inabidi yabaki umo moyoni, lakini kwa vile wengi ni wanafunzi wenzangu, kama nilivyowaambia, mimi si mwalimu wala si shekhe, wala unaniita shekhe ni ihtiram peke yake, mimi mwanafunzi mwenzenu. Kwa hiyo ni wasia nimetoa kutoka kwa mwanafunzi kwenda kwa wanafunzi wenzie. Kwa hiyo inshallah nataraji haya mtayafanyia kazi. Usije mtu akakwambia utasoma mpaka lini na wewe ukafa moyo. La, hakuna elimu ya hauza iliyosoma na miaka 2. Nenda ukamuulize, iwe ni Said Sadiq Shirazi, iwe ni Sheikh Makarim Shirazi, iwe ni hawa kina Sheikh Haidar Hubbullah, ni kina Said Kamal. Hebu muulize wewe umesoma miaka mingapi? Atakwambia pengine Bahthul Kharij peke yake amesoma miaka 20. Sasa wewe atakwambia miaka 4 watakwenda kutoa fatwa. Ndipo pale tutakwenda kutoa fatwa hazieleweki. Leo pengine muulize Sheikh Zainul Abidin, wewe utasikia Mombasa watu sijui al-Allama sijui nini wazungumza vitu havieleweki. Kwa sababu mtu amekwenda Yemen akirudi amevaa kilemba kikubwa, hakuna shekhe kama yeye. Na sisi tumeanza tabia hizi, sio? Nimekwenda nimesoma miaka 2 nimerudi, hakuna shekhe kama mimi. Au nimekwenda Najaf miaka 2 mitatu nikirudi hakuna kama mimi. Nini nimeanza kibri, riaa na nini? Si lengo bwana. Haya sio malengo yetu. Kwa hiyo ni lazima uhakikishe una malengo gani
na upiganie kuyafikia yale malengo yako, wa ila itakuwa huku. Ndio ule msemo unaosema huku hayuko. Tusimalizie, tuiache hapo hapo. Nitakomea hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullah.